Kamati ya sera ya fedha ilikutana jana tarehe 5 na kufanya tathmini ya mwenendo wa uchumi wa nchi yetu na mwelekeo wake katika robo ya pili ya mwaka huu. Kulingana na tathmini hiyo, kamati imeamua riba ya Benki Kuu kuendelea kuwa 6%. Kwa hiyo kwa muktadha huu, Benki Kuu itaendelea kutekeleza sera ya fedha ili kuhakikisha riba ya mikopo ya siku 7 baina ya benki inabaki ndani ya wigo wa 4 mpaka 8. Na mfumuko wa bei na kasi ya ukuaji wa uchumi nchini unatarajiwa kubaki ndani ya malengo. Hata hivyo, kutokutabirika kwa sera za biashara na migogoro ya kisiasa duniani inaweza kuathiri mwelekeo wa mfumuko wa bei na ukuaji wa uchumi katika kufikia malengo yake. Hivyo basi, uamuzi huu wa kamati unalenga kuukinga uchumi wetu dhidi ya athari zinazoweza kutokea kutokana na vikwazo vya kibiashara na migogoro ya kisiasa duniani. Mfumuko wa bei ulikuwa tulivu sambamba na matarajio kutokana na utekelezaji thabiti wa sera ya fedha na bajeti, uwepo wa chakula cha kutosha nchini pamoja na kupungua kwa bei za nishati duniani. Mfumuko wa bei ulipungua kufikia wastani wa 3.1 mwaka jana ukilinganishwa na wastani wa 3.8 wa mwaka 23. Sekta ya fedha imeendelea kuwa imara na thabiti ikiwa na ukwasi wa kutosha yenye kutengeneza faida na mtaji wa kutosha kukabiliana na mtikiso wa kiuchumi. Ubora wa rasilimali za mabenki uliendelea kuwa imara ambapo uwiano wa mikopo chechefu ulikuwa 3.6 chini ya kiwango kinachokubalika cha 5%. Utekelezaji wa sera ya bajeti katika robo ya 3 ya mwaka 2024-2025 ulikuwa kuridhisha. Mapato ya kodi kwa Tanzania bara na Zanzibar ilifikia lengo kama ilivyokuwa katika robo ya 2 zilizotangulia kutokana na kuimarika kwa ufanisi na usimamizi wa kodi. Matumizi ya serikali yanaendelea kufanyika kuendana na rasilimali zilizopo. Deni la serikali imeendelea kuwa tulivu, himilivu. Katika kutathmini mwenendo wa uchumi wa dunia kwa robo ya kwanza ya mwaka huu, kamati ilibaini kuwa shughuli za kiuchumi katika nchi zilizoendelea na zile zilizoibukia kiuchumi ziliendelea kuimarika. Na mwenendo huu unatarajiwa kuendelea katika robo zijazo za mwaka 25 pamoja na misukosuko yote kama nilivyosema. Mfumuko wa bei ulipungua na kufikia malengo ya benki kuu za nchi nyingi duniani kutokana na kufifia kwa athari zilizotokana na mitikisiko ya kiuchumi katika vipindi vilivyopita, na utekelezaji wa sera ya fedha iliyolenga kupunguza ongezeko la ukwasi. Kutokana na mwenendo huu pamoja na matarajio ya kuendelea kupungua kwa mfumuko wa bei, benki kuu katika nchi nyingi zimeendelea kupunguza riba zao za sera ya fedha au zingine kusema tunaachia hapa. Niendelee kutoa shukrani kwa support ambayo Benki Kuu imeendelea kutoa kwa sekta ya kibenki, especially wakati wa tatizo la ukwasi mwaka jana na pia mwanzoni mwa mwaka huu. Tunafurahi kuona kwamba hatua zilizochukuliwa na Benki Kuu zimetufikisha kwenye hali ya sasa ambapo access kwenye Lombard imepungua, lakini pia tuna support the reforms that the Bank of Tanzania continues to implement, which are all aimed at greater operational efficiency and growth of the sector and the economy at large.